Mambo ni vipi mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi? Aisee, naamini kwamba mambo ya kupoa, na kama mambo kuna sehemu yana dhoruba kidogo, basi mimi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi zaidi ili tuweze kuendelea kwa pamoja kabisa. Hii bwana ni simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Mrembo Kamra. Mrembo Kamra tulishia katika sehemu ya 17. Na tulishia mahali ambapo aisee, ukweli kila mmoja alikuwa anatamani sana aweze kufahamu kwamba ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea kwa bwana Vinod muda ule. Tulishia mahali ambapo Vinod alikuwa ametekwa, ametoweka, na hakuna aliyekuwa anafahamu kwamba ni nani ambaye alikuwa amemchukua, kwa sababu kwa upande wa mzee Ibrahim Squala alikuwa hajui kwamba ni nani amemchukua. Lakini bwana Kamina Smembe ambaye alikuwa anaaminiwa kwamba ni yeye amemchukua, na yeye alisema kwamba sio yeye. Upande wa mama Squala, yani mke wa mzee Ibrahim Squala, na yeye alikuwa hajui chochote kinachohusiana na bwana Vinod. Sasa maswali yakawa ni mengi kwamba ni nani huyu ambaye amefanya kitendo kile cha kumteka bwana Vinod, ilhali wale wote ambao walikuwa wanategemewa wafanye jambo lile sio wao. Bwana, tuliona kulikuwa na mtafaruku fulani pia kati ya Kamina Smembe pamoja na mzee Ibrahim Squala. Mzee Ibrahim akihisi kwamba inawezekana Kamina Smembe ameamua kwamba aweze kumteka na kumtorosha bwana Vinod. Kwa hiyo inawezekana ni sini tu imechorwa, lakini Vinod hajatekwa. Hayo yalikuwa ni mawazo ya mzee Ibrahim Squala. Bwana, nisikupitishe kila sehemu, lakini hapo nafikiri unaanza kupata picha ni wapi tunapotoka. Nia yangu niliweza kufahamu kwamba ni wapi tunapoelekea. Okay. Sasa karibu sana katika sehemu hii ya 18 ya simulizi yetu hii ya Mrembo Kamra. Aisee, najua kwamba mnasema tunaenda taratibu. Okay, ni kweli, lakini siku si nyingi hata kidogo. Tutaanza sasa kwenda speedi, kwa siku tunashusha ngoma kadhaa pale. Lakini kwa muda huu naomba tuendelee kwenda taratibu kwa sababu kuna mambo fulani hayako sawa. I'm so sorry, lakini tutaendelea kwa pamoja kila wakati. Karibu katika sehemu hii ya 18. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB, mwanafamilia wa makala simulizi. Karibu. Mrembo Kamra, baada ya kuona tukio lile, yani kuhakiki kwamba mumewe sasa hafahamu mahali alipo, alifunga safari sasa na kuelekea kazini kwake. Ilimbidi sasa afike na kutoa taarifa ya tukio lile lililotokea, kwa sababu alikuwa hafahamu sana ni nini ambacho kinachoendelea kuhusiana na mume wake huyu bwana Vinod. Kamra ilibidi atoe ile taarifa na kuonyesha mashaka yake kuhusiana na kutoweka kwa mume wake. Aliona ni lazima kwamba waajiri wake, kampuni ya Mapande Lobby, iweze kufahamu ni nini kinachoendelea. Alifahamu kwamba kama wakijua itakuwa ni rahisi sana kwa wao pia kupaza sauti ili kuweza kuhakikisha kwamba bwana Vinod anaweza kupatikana. Sasa kutokana na kampuni ya Mapande Lobby jinsi ambavyo ilivyokuwa inampenda sana na kumheshimu mwanadada Kamra, kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa anafanya kazi kwa ufanisi na kufanya kampuni ile kufanya vizuri sana kitaifa na hatimaye ikianza sasa kutembea kimataifa, waliona ni lazima waweke kikao kujadili tatizo lile la mfanyakazi wao. Lakini si mfanyakazi wao tu, ni mtu ambaye pia vile vile anaaminiwa sana na kampuni na kuonekana kwamba ni mtu mkubwa sana. Basi kikao cha dharura kiliitishwa pale katika kampuni ya Mapande Lobby. Walikaa, na hapo sasa ile taarifa ikawa ni taarifa rasmi, ikaelezwa vizuri katika kikao kile. Na baada ya hapo mwanasheria ya kampuni ile, mwanasheria mkuu wa kampuni ya Mapande Lobby, Neema Nzinyangwa, alielezwa atoe maelezo ya kisheria kwamba ni jambo gani ambalo linaweza kufanywa kwa mwanadada Kamra. Mwanadada Neema huyu sasa ambaye ni mwanasheria, Neema Nzinyangwa, mwanasheria wa kampuni ya Mapande Lobby, aliangalia ni kitu gani ambacho kinapaswa kiendelee pale. Yani ni jambo gani ambalo anafanywa sasa atendewe mwanadada Kamra baada ya kukutwa na tatizo zito sana katika familia yake. Haraka sana ambaye aliyekuwa anaendesha kikao alimkaribisha mwanadada Neema Nzinyangwa, mwanasheria wa kampuni ya Mapande Lobby, ili aweze kutoa mwelekeo wa kisheria kwamba ni nini kinapaswa kifanywe kuhusiana na mwanadada Kamra. Kwa mujibu wa sheria,
Ninapozungumza sheria nazungumza sheria za kampuni yetu, lakini zinazotokana na sheria mama, sheria ya wafanyakazi ya kitaifa. Naeleza kwamba kwa mfanyakazi kama huyu kwa wakati huu anapaswa aweze kupunguziwa masaa ya kazi kutokana na tatizo kubwa ambalo lililoikuta familia yake. Na kwa sababu ni tatizo, si tatizo la msiba, kwa sababu kwenye tatizo la msiba linakuwa na siku kadhaa anazozipewa kwa ajili ya likizo. Lakini kwa sababu tatizo hili ni la mtu kupotea, mtu kutoweka, kwa hivyo haijulikani kwamba anapatikana saa ngapi, anapewa kitu kimoja kinachoitwa mapunguzo ya kikazi kwa muda usio na limiti. Kwa ndugu zangu ambao labda mnaweza msielewe lugha hii ya kisheria, ni kwamba Kambra kwa wakati huu anapewa ruhusa, yani anazuiliwa kuto kupewa ruhusa. Sijui kama mnanielewa. Anazuiliwa kuto kupewa ruhusa. Yani ina maana kwamba muda ambapo atakapokuwa yuko kazini, atakapoomba ruhusa muda wowote kwa ajili ya kufuatilia jambo hili la kwake, inabidi hiyo ruhusa aweze kuipewa. Lakini kuna siku ambapo anaweza akasema kwamba hawezi kuja kwa ajili ya kufuatilia jambo hilo, hiyo ruhusa inabidi aweze kuipewa. Ndilo jambo ambalo linalopaswa kufuatwa sasa kwa mfanyakazi wa kampuni hii Kambra Ibrahim Squala. Na kwa sababu ni masuala ya kisheria na ndivyo sheria inavyotafsiri, basi ninategemea kwamba kampuni yetu itakuwa tayari kutekeleza mambo yote kama ambavyo yanavyoainishwa katika sheria yetu hii, sheria mama ya nchi, lakini pamoja na sheria ya kampuni yetu. Na jambo lingine la kisheria ni kwamba lazima kampuni itoe tamko kuzitaka mamlaka za serikali na mamlaka zingine zinazohusika kuhakikisha kwamba tatizo hili la mfanyakazi wa kampuni hii linashughulikiwa haraka sana na mamlaka zinazohusika. Kwa hivyo, kwa sababu akiguswa mmoja ni wote wameguswa, lazima kama kampuni itoe waraka kuelezea jambo hili na kuzitaka mamlaka husika ziweze kushughulika haraka sana iwezekanavyo kuweza kupatikana kwa mume wa mfanyakazi wa kampuni hii. Ni hayo tu, ndugu mwenyekiti. Alimaliza Neema Nzinyangwa, mwanasheria wa kampuni ya Mapande Lobiki. Huo ndio uliokuwa ni mwelekeo. Yaani mwelekeo wa kisheria kuhusiana na jinsi ambavyo mwanadada Kambra anapaswa kuishi pale katika kampuni ile kwa wakati ule. Sasa mkurugenzi mtendaji ambaye ndio mkurugenzi mkuu sasa wa kampuni ya Mapande Lobiki, Bwana Julius, alitoa sasa kauli kutokana na kifungu cha sheria ambacho alichokuwa ameelezewa pale. Akasema Kambra Ibrahim Squala, taratibu za kisheria ambazo zimekwisha kuelezwa na mwanasheria wetu wa kampuni Bi Neema Nzinyangwa, kuanzia leo na kuanzia muda huu una ruhusa ambayo isiyokuwa na mipaka. Ruhusa isiyokuwa na mipaka. Unaweza kuingia kazini kwa muda ambao utaona ni sahihi kutokana na ufuatiliaji wa kazi zako, wa tendo lako hili, tukio hili baya sana lililotokea. Lakini kitu kikubwa cha msingi ni kwamba unapaswa utoe tu taarifa. Na maanisha kwamba ikiwa una siku hiyo unaona saa 5 ndipo unapoweza kuingia kazini, basi unapaswa utoe taarifa kwamba saa 5 ndipo nitakuwa kazini. Na pindi uwapo kazini unapaswa kutoa taarifa kwamba unataka kuondoka ili uweze kusaini taratibu zote zinazopaswa wewe kuzisaini kabla ya kuondoka. Na baada ya hapo pia mwanasheria wetu nafikiri atakuwa ameandaa barua au waraka maalum ambao unapaswa usomwe na mbele ya vyombo vya habari, lakini pia vile vile uweze kuwekwa kwenye mitandao yote ya kijamii ya kwetu ya kampuni ya Mapande Lobiki, kulaani tukio hili ambalo limetokea
kwa mume wako, lakini pia vile vile kuzitaka mamlaka husika ziweze kufanya kazi yake haraka iwezekanavyo na kwa weledi, ili kuhakikisha kwamba mume wako anaweza kupatikana. Naamini mwanasheria alikwisha kuandaa. Nafikiri niko sahihi mwanasheria? Ndio. Nilifahamu hivyo kabisa kwamba ndilo takwa la kisheria linalopaswa kufanyika. Kwa hivyo nimeiandaa barua ambayo inapaswa sasa tuweze kuwaita waandishi wa habari tuweze kuisoma, lakini pia vile vile iweze be published katika mitandao yote ya kijamii ambayo ni ya kampuni yetu. Okay, nashukuru sana mwanasheria. Basi msikilizaji, kampuni ya Mapande Lobic walimaliza vile, na hapo sasa ilibidi wachukue simu zao na kuanza kuwasiliana na waandishi wa habari ambao kwa haraka sana walifika katika kampuni ya Mapande Lobic kwa ajili ya taarifa ile muhimu sana. Sasa wakati wanasubiri watu ambao wale waandishi wa habari ili waweze kufika, kidogo walikuwa wanaangalia kwenye TV na haraka sana waliona taarifa ya jeshi la polisi ambayo iliyokuwa inatolewa. Sasa kamanda wa polisi wa kanda maalum ambaye alikuwa anafahamika kama Gerson Masaha Banzi alikuwa akisoma taarifa ile. Huyo ndiye ambaye alikuwa ni mkuu wa polisi katika kanda maalum. Alikuwa akisoma taarifa kuhusiana na kupotea kwa bwana Vinod. Mbele ya vyombo vya habari, mkuu huyu wa polisi kanda maalum Gerson Masaba Banzi alianza kusoma taarifa yake. Pamoja na mengine mengi, alieleza kwamba taarifa hii ya kutoweka kwa bwana Vinod Ndungulu imelistua sana jeshi la polisi, lakini jeshi la polisi linataka kueleza kwamba watu ambao waliomchukua bwana Vinod Ndungulu waweze kumrejesha akiwa salama haraka iwezekanavyo kabla jeshi la polisi halijaanza kuwakamata wao. Lakini pia vile vile jeshi la polisi kanda maalum linaeleza kwamba kwa mtu yeyote mwenye taarifa inayohusiana na kupotea kwa bwana Vinod Ndungulu aweze kulitaarifu jeshi la polisi kupitia namba yake ambayo ipo kwenye mitandao yote ya kijamii, na aweze kutoa taarifa hiyo itakayosaidia kufanikisha kumpata bwana Vinod Ndungulu. Mwisho kabisa, tunaendelea kuwataka wananchi wote kuendelea kushika sheria zote za nchi yetu, kutii sheria bila shuruti, na watambue ya kwamba hakuna sehemu ambapo jeshi letu la polisi halitaweza kufika na kumkamata mtu yeyote ambaye anayetishia usalama wa raia wetu. Mwisho, nakaribisha maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Karibuni sana. Alimaliza Gerson Masaha Banzi, mkuu huyu wa polisi kanda maalum. Maneno yale aliyokuwa ameongea yalileta maswali mengi sana kwa waandishi wa habari, lakini kila mmoja alikuwa na sita kuuliza maswali mazito kwa sababu alikuwa anafahamu ni nini ambacho kilichokuwa kinaendelea. Na hata jeshi la polisi lilionyesha kuwa na kigugumizi kutoa maelezo ya kutosha sana kuhusiana na kupotea kwa bwana Vinod. Sasa mwandishi mmoja wa habari aliamua sasa kuuliza swali, akimuuliza mkuu wa polisi kanda maalum Gerson Masaha Banzi, ambaye aliyekuwa anaaminiwa sana kwamba ni mtu ambaye anaweza kufanya mambo ya figisu sana nchini. Alianza kuulizwa maswali. Mimi ni mwandishi wa habari kutoka Inza TV. Ningetamani sana kufahamu kwamba katika maelezo yako ya maelezo yenu ya jeshi la polisi mmeeleza kwamba hamfahamu kitu chochote kuhusiana na kupotea kwa Vinod, na mmewaomba wananchi ambao wana taarifa yoyote ile waweze
kutoa hiyo taarifa ili muweze kusaidia kuwakamata watu hao waliomchukua. Swali langu, hapo nyuma kuna mambo mengi ambayo yaliyotokea kuhusiana na familia ya Ibrahim Squala, na mambo mengi yalikuwa yako wazi. Lakini cha ajabu ni kwamba jeshi la polisi liliacha kuyafanyia kazi mambo hayo. Je, wananchi wataaminije kwamba taarifa ambazo watakazozileta kwa mara hii nyingine tena zitafanywa kazi? Na wataliaminije jeshi la polisi ikiwa hapo nyuma kuna taarifa ambazo zilikuwa zimekuja, zilikuwa zinafahamika kila kitu, na bado jeshi la polisi lilipuuza taarifa hizo na hawakufanyia kazi kabisa? Hilo ndilo swali langu. Mwandishi wa habari huyu aliuliza lile swali, na wengi waliuliza maswali, lakini hili ndilo swali ambalo lilikuwa linaonekana kama swali zito sana, kwa sababu lilikuwa linafufua makaburi ya mambo ambayo yaliokuwa yametokea huko nyuma. Sasa mkuu yule wa polisi kanda maalum Gerson Masaba Banzi aliamua kujibu maswali yote, lakini lile swali alijibu kwa ukali zaidi. Na kwa namna nyingine sio kwamba alikuwa analijibu, lakini alikuwa anatoa kauli nzito sana kuhusiana na swali lile. Usitufundishe kazi. Unapotoa taarifa, unaposema kwamba unauliza swali eti linasema kwamba hatukuzifanyia kazi, una uhakika gani kwamba jeshi la polisi halijafanyia kazi hayo mambo ambayo yalikuwepo awali? Masuala mengine yako katika uchunguzi. Unapozungumza kwamba hayakufanywa kazi, unajua kwamba mwisho wa jeshi la polisi kuchunguza ni lini? Nafikiri msilifundishe jeshi la polisi kazi. Hayo ndio maswali yangu na hayo ndio majibu yangu, na muda umekwisha. Tuendelee na shughuli zingine mpaka pale tutakapowaita. Gerson Masaba Banzi, kamanda huyu wa jeshi la polisi kanda maalum, alimaliza hivyo. Bwana, waandishi wa habari wengi sasa walikuwa na maswali yao, lakini walikuwa wanaogopa kuyauliza. Ni kwa sababu wengi walikuwa wanajua uzito sana wa jambo lile, na wengi pia walikuwa wameshafahamu kwamba walikuwa washaanza kuhisi kwamba jambo lile lina mkono wa Mzee Ibrahim Squala, na wanafahamu kwamba Mzee Ibrahim Squala na jeshi la polisi ni kitu kimoja. Kwa hivyo walijua kabisa kama akiendelea kuhoji sana, kuna hatari hata mmoja wao atakayeonekana kwa kiherehere sana kuweza kupotea au kupata madhara makubwa sana. Waliondoka pale huku wakiwa wanaongea kwamba kuna mambo yako nyuma ya pazia, lakini kila mmoja alikuwa anaogopa kuyauliza. Basi baada ya pale bwana, kikao cha kampuni ya Mapande Lobby ilikuwa kiko imekaa sasa pale, na waandishi wa habari wote walikuwa wameshafika pale, walikuwa wengi. Na hapo sasa ndipo taarifa ile inayohusiana na kulaani kitendo cha kupotea kwa bwana Vinod, na kuzitaka pia mamlaka za nchi ziweze kufanya haraka sana kuhakikisha kwamba Vinod anapatikana. Basi ile taarifa ya kampuni ya Mapande Lobby ikawa inasomwa na msemaji mkuu wa kampuni ile, ambaye pia ndio huyu mkurugenzi mkuu wa kampuni ile, bwana Julius. Alisoma mbele ya waandishi wa habari, na hapo sasa kwa kufanya vile ilikuwa ni rahisi sana ile taarifa sasa kufika kila mahali, kwa sababu vyombo mbalimbali vya habari vilikuwa vimechukua ile taarifa na kuirusha, na lakini pia walikuwa wamechukua ule waraka ambao uliokuwa umeandikwa na kupiga picha na kupost katika mitandao mingi ya kijamii. Kwa kweli jamii kwa jumla iliwasifu sana kampuni ya Mapande Lobby, wakisema kwamba wanajali sana mfanyakazi wao, kwa sababu pamoja na kwamba jambo lile lilikuwa limetokea na tayari polisi ilikuwa imeshatoa kauli, lakini wao hawakusita kabisa kutoa kauli kuonyesha solidarity na mfanyakazi wa kampuni yao. Sasa vile vile barua ile ilikuwa imepostiwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ya kampuni hii ya Mapande Lobby. Kwa hiyo taarifa ile ikawa imeenea kila mahali. Posta lilikuwa limechukua sura mpya katika taifa, sura mpya katika mitandao ya kijamii, sura mpya katika upande mwingine. Mzee Ibrahim Squala na yeye sasa aliondoka na kufika mahali ambapo mke wake alikuwa amepumzika. Mke wake alikuwa hayuko pale nyumbani muda ule, alikuwa ameenda, kuna sehemu nzuri sana ya kupumzika, alikuwa ameenda amepumzika pale, alikuwa yuko peke yake. Sasa kwa sababu alishawasiliana na Mzee Ibrahim Squala, basi alimueleza mahali alipo, na hapo sasa Ibrahim Squala akamfuata, akafika, wakakaa na yeye. Alianza kumuuliza maswali. Mke wangu, umesema ni kweli kwamba hujui chochote kuhusiana na kupotea kwa huyo kijana Vinod?
Mume wangu, sijui nitumie lugha gani. Sifahamu kabisa. Na nilitegemea kwamba wewe ndio umefanikisha. Kwani mipango yenu ilifikia wapi? Jamani, mume wangu, yani niseme kwamba mipango yetu ilikuwa iko katika hatua za mwanzo, kwa sababu watu ambao tuliokuwa tumewapa kazi walikuwa wanatuambia wako kwenye preliminary stage, hatua za awali kabisa za utekelezaji wa jambo hilo. Lakini cha ajabu, tumeshangaa kabla hawajatupa taarifa kwamba wamefanikisha jambo hilo, tayari tumeshangaa mtu ambaye tulikuwa tunamhitaji ametoweka. Ndio maana mimi nilihisi kwamba ni wewe. Kwenye mpango kazi wako ulioniambia kwamba ni wa siku za kuhesabu. Sijui kwa kweli. Umewasiliana na watu ambao mlikuwa mmepanga hii kazi pamoja? Mume wangu, kumbuka kwamba mpango huu uko chini yangu mimi na binti yetu Lambda na rafiki wa karibu wa familia. Kwa hivyo haihitaji hata kutumia muda mrefu kuongea, kwa sababu ni watu tunakutana, tuko nao kila wakati. Hicho kitu ni kwamba hakijafanywa na sisi wala watu wetu. Okay, sawa. Endelea kufuatilia kujua ni nini ambacho kinaendelea. Endelea kuuliza watu wako ili uweze kufahamu vizuri ni nini kinachoendelea. Sawa mume wangu, na wewe nafikiri uweze kuendelee kuuliza watu. Naomba usinipe maelekezo yoyote. Mimi ndio kukupa maelekezo wewe. Sawa mume wangu, lakini nilikuwa na unasema nini bwana? Msikilizaji, mzee Ibrahimu Skwala alikasirika na kunyanyuka pale na kuondoka kurudi zake nyumbani. Alimwacha mke wake akiwa ametulia pale pale katika sehemu ya kupumzika. Sasa mke wake alipiga simu na kumuita Lambda, na kwa bahati nzuri Lambda alikuwa yuko pamoja na Stella. Mahali fulani walikuwa wametulia kwenye gari wakiwa wameipaki pembeni. Lakini wakawa wanapiga stories zao mbili tatu tu. Na sio siri, walikuwa wanajadili sana kuhusu kupotea kwa bwana Vinodi. Waliwasha gari kwa sababu mama yao alikuwa tayari ameshawaita. Basi Lambda walikuja moja kwa moja wakiwa na Stella mpaka pale mahali ambapo mama Skwala alipokuwa. Walishuka pale na wakakaa. Mama Ibrahimu Skwala, yani mke wa mzee Ibrahimu Skwala, alikaa na wale binti wawili na kuanza sasa kuwauliza sana kuhusiana na watu ambao walikuwa wamewapa kazi, kwamba walikuwa wamefikia wapi. Mama, sijui kwa nini umeuliza upya. Na wakati tunapewa taarifa kwamba wako kwenye preliminary stage za kuandaa mazingira kwa ajili ya kushughulika na huyo Vinodi. Ulikuwa unafahamu? Tulikuwa wote. Sijajua kwa nini umeuliza. Hakuna taarifa mpya tofauti na ile. Hakuna taarifa mpya kabisa. Sasa nyenye hebu niwaulize lakini mabinti zangu. Kwa hivyo vijana ambao tuliokuwa tumewapa kazi hawafahamu hata aliyemchukua ni nani? Nafikiri mama, hilo ndo lilikuwa swali la wewe tuulize kwa kweli, kwa sababu hilo ndo tunaamini kwamba tumepewa taarifa ukiwa wewe haupo. Hebu niambieni. Jamani, tumepewa taarifa, wametupa taarifa
wakatuambia kwamba hawana taarifa yoyote kuhusiana na kupotea kwake. Na wakati mwingine wanasema kwa mujibu wa wao wanahisi kuna uwezekano mkubwa kwamba ile ni feki. Kuna watu tu wameitengeneza au Vinod mwenyewe ameitengeneza ile ili kuweza kuwahadaa watu ambao waliokuwa wanamtafuta, kwa sababu alikuwa ameshaanza kuhisi kwamba hivi. Lakini binti zangu, hivi mnaelewa mnachokisema? Wao walivyosema hivyo nyinyi mliamini kwamba Vinod anaweza akajiteka mwenyewe? Huyo kijana huyo ambaye amekuwa, mnaamini kwamba anaweza akajiteka mwenyewe kweli? Mama, haya mambo mengine ni ya kimafia zaidi. Ndio maana tumeheshimu taarifa waliotupa. Na hawajasema ni lazima amejiteka, wamesema huenda. Lakini hawajui kwamba yuko wapi na hawajui kinachoendelea, lakini wamesema huenda. Msikilizaji, kikao cha Mama Squala pamoja na Stella pamoja na Lambda pale kilikuwa kinaendelea katika maeneo yale. Upande mwingine mzee Ibrahimu Squala kichwa kilikuwa kinamuuma sana akiwaza. Alikuwa akifikiri sana kuhusiana na swala zima lile kwamba Vinod ni nani ambaye amemteka. Lakini akili yake ilikuwa ina asilimia kubwa sana kwamba Bwana Membe, Kamanas Membe na watu wake inawezekana wamekula rushwa kutoka kwa Vinod na sasa wameamua kumchukua na kumficha, alafu ionekane kama ametekwa, lakini wao ndio waliomficha. Mzee Ibrahimu Squala alijiapiza kwamba hakika atafanya mbinu yoyote kuhakikisha kwamba ikiwa hilo jambo litakuwa ni kweli, Kamanas Membe na watu wake lazima wakionje kikombe cha ghadhabu yake. Yaani alisema kwamba atawafanya kitu kibaya sana ikiwa wao ndio wameamua kumtorosha Vinod ili aweze kuendelea kuwa hai na kuendelea kuitesa familia ya mzee Ibrahimu Squala na kuangamiza kampuni ya Tampamo. Hasira zake zilikuwa zinazidi sana. Lakini sasa upande mwingine ilikuwa ni kwenye kampuni ya Njari Security, kampuni ambayo ndiyo ilikuwa ina kazi ya kumlinda Ibrahimu Squala lakini vile vile na Vinod Ndunguru. Mkuu wa kitengo cha ufanisi wa Njari Security ambaye alikuwa anaangalia jinsi ambavyo majeshi yao yanavyofanya kazi vizuri, aliyekuwa anafahamika kama Masa Bakari. Huyu yeye sasa, baada ya kusikia tukio lile la kupotea kwa Ndunguru, huku akijua kabisa kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amepewa kazi kufuatilia na kuhakikisha anaweka usalama kwa Ndunguru pamoja na kwa bwana Vinod Ndunguru pamoja na Kamra, aliamua sasa kuita mtu ambaye aliyekuwa ni askari aliyekuwa analinda kwa njia ya siri, yaani yule ambaye aliyekuwa anamlinda Vinod. Alimuita na kumuuliza maswali ya msingi sana ili aweze kutoa taarifa ili kuaje mpaka bwana Vinod akapotea. Ili hali kampuni ya Njari Security ilikuwa imemwajiri yeye kuhakikisha kwamba bwana Vinod. Sasa askari yule wa siri ambaye aliyekuwa amepewa kazi ya kumlinda Vinod alipoulizwa na mkuu wa kitengo cha ufanisi cha Njari Security bwana Masa Bakari, alikuwa ana kigugumizi kikubwa sana. Lakini aliambiwa kwamba lazima atoe taarifa, kama sivyo basi inabidi afahamu kwamba ana kesi nzito sana ya kujibu, kwa sababu atakuwa anaipotezea kampuni ya Njari Security sifa ya kwamba ni kampuni nzuri yenye uwezo wa kufanya uchunguzi na yenye uwezo wa kulinda watu pindi ambapo wanapopewa kazi. Sasa kwa upande wa huyu mwanajeshi wa siri, huyu askari wa siri ambaye aliyekuwa anafanya ulinzi, alipata kigugumizi ni kweli, lakini hakukosa majibu. Alianza kumueleza mkuu wa kitengo cha ufanisi cha Njari Security. Mkuu, tukio la kutekwa kwa Vinod ni kweli nilishuhudia, lakini nilishindwa namna ya kumsaidia. Nilishuhudia kwa sababu niliona kabisa kila kitu ambacho kilichokuwa kinaendelea pale.
lakini nilishindwa namna ya kumsaidia kwa sababu tukio lile lilikuwa ni la haraka. Niliamua na mimi kuchukua usafiri baada ya yale magari kuondoka na ile gari moja kurudishwa. Niliamua sasa mimi kufuatilia lile gari mpaka lilipofika roundabout. Nilizunguka mara kadhaa nikiwa naendelea kulifuatilia kwa ukaribu sana. Yalikuja magari mengine mawili ambayo yanayofanana na lile gari. Yalijizungusha pale na kunichanganya kabisa, kushindwa kugundua kwamba yale magari lipi lililokuwa lime. Baada ya hapo, foleni ilipokuwa inaendelea kwa kubwa, yale magari yalishika njia tofauti. Kwenye njia 4 pale roundabout, kila gari lilishika njia yake, likiwa limejichanganya na msafara ule na ile foleni kubwa ambayo ilikuwa inaongoza pale kwenye yale magari. Sikujua ni gari gani ambalo lililokuwa limembeba Bwana Vinod. Nilifuatilia mpaka mwisho, na taarifa nilituma message kwenye kampuni, na fikiri kiongozi wa mawasiliano anaifahamu hiyo. Mimi nilifuatilia gari moja, lakini kwa bahati mbaya kumbe gari ambalo nililokuwa nimelifuatilia lilikuwa sio gari ambalo lililokuwa limembeba. Zaidi sana lilifika mpaka katika baa ya Tribu, na baada ya pale walishuka watu wawili ambao ni watu wa kawaida kabisa. Waliendelea kula bata pale mpaka walipoondoka na kuendelea na ratiba zao. Niliwafuatilia mpaka mwisho, hawakuwa na mahusiano yoyote na utekaji. Lakini walioondoka na Bwana Vinod, sikujua kwamba ni gari lipi sasa kati ya yale matatu ambayo yalikuwa yanafanana. Hayo magari plate number ulishindwa kuzisoma? Aliuliza mkuu wa kitengo cha ufanisi. Plate number za yale magari zilikuwa zinafanana. Zilikuwa zinafanana, ina maana kwamba ni hayo magari ni watu wale wale walipanga kufananisha plate number ili kusudi kuwachanganya watu. Bila shaka mkuu, ninataka muendelezo wa hiyo gari ambayo ulioifuatilia mpaka mwisho, kwa sababu hiyo gari kama umefuatilia mpaka mwisho na walishuka watu ambao walikuwa ni wa kawaida, baada ya hapo hiyo gari ilielekea wapi? Kama nilivyokueleza kwamba ilienda mpaka kwenye bar na wakashuka watu. Hao watu nimekuambia kwa sababu ni watoto wadogo, ni vijana wadogo sana. Mmoja labda pengine anafikisha miaka 18, lakini sidhani. Na huyu mwingine ni mdogo zaidi. Na ninataka kufahamu hiyo gari ulifuatilia mpaka wapi? Mkuu, hii gari niliyofuatilia, baada ya wao kumaliza walitoka na ile gari, na baada ya hapo ile gari ilienda, na kulipoingia kwenye msafara iliingia katikati ya msafara ya foleni kubwa sana. Niliendelea kuifuatilia, lakini baadaye nilishangaa ikiwa haina plate number. Yalikuja magari mengine ambayo yalikuwa yanafanana na ile gari, lakini baadaye nilipoangalia plate number za ile gari ambayo nilikuwa naifuatilia zilikuwa zimebadilika bila kujua kwamba zimebadilishwa saa ngapi. Kwa hiyo yale magari yakawa yote sielewi gari lipi ni lipi. Pale ndipo waliponipotea mpaka niliporudi katika ofisi zetu. Inawezekana hili jambo lina watu wengi sana. Wanawezaje kupata magari mengi hivyo kufanya matukio ya kihalifu kiasi hiki? Okay, anyway, andika hiyo taarifa katika maandishi, iwe katika hali ya maandishi. Alafu tutakutana katika kikao cha bodi hapo kesho. Sawa mkuu. Askari yule ambaye aliyekuwa amepewa kazi sasa ya kumlinda Bwana Vinod, maelezo yake yale ilibidi yaweke katika maandishi ili kuweza kukutana na kikao sasa cha kampuni ile sasa ya ulinzi, Njari Security. Maandishi yake yale, maelezo yake yakiwa yako kwenye maandishi, ili mkuu wa ufanisi aweze kuisoma ile taarifa rasmi katika kikao cha kampuni ile kinachoangalia ufanisi, ili wajue kwamba ni wapi ambapo wanapaswa waanzie, ili kuweza kujua kwamba mteja wao Vinod
alipotelea wapi na ni nani aliyemchukua. Sasa upande wa Kamra, na yeye sasa alikaa akawaza, kwa sababu yeye alikuwa hafahamu kabisa kwamba yeye ana ulinzi wa siri, lakini aliwaza sana kwamba ni lazima sasa inabidi apate ulinzi. Aliwaza kwamba ni lazima apate ulinzi kwa sababu ameona hali ambayo alikuwa anaelezwa na bwana Vinod imekuwa kwamba ni halisi sasa. Kamra alitoka pale na yeye kwa sababu alishaanza kuelezwa kuhusiana na Njari Security, lakini akakataa kabisa kwamba hataki ulinzi. Moja kwa moja aliondoka na kufuata Njari Security kwa ajili ya kupatiwa ulinzi, bila kufahamu kabisa kwamba hata hapo alipo alikuwa na ulinzi wa siri, mtu ambaye aliyekuwa anafuatilia usalama wake kwa karibu sana bila Kamra mwenyewe kufahamu. Alitoka na kufika katika kampuni za Njari Security ili kuweza kuweza kupatiwa ulinzi, lakini alipofika pale alielezwa kwamba tayari ana ulinzi. Alishangaa sana Kamra, akabaki akawa anajiuliza, ama kweli Vinod ananipenda? Sijui ni kitu gani ambacho kinamfanya akatae kabisa kufanya mapenzi na mimi. Natamani sana kumzalia huyu mtu ananipenda, kumbe baada ya mimi kukataa kwamba sihitaji ulinzi, ameniwekea ulinzi wa siri. Ninatamani nijue huyo mtu ambaye ndiye mlinzi wangu wa siri. Lakini sasa kwa nini aliniwekea ulinzi mimi alafu akaacha kujiwekea ulinzi yeye mpaka akafanywa vitu kama hivyo? Sasa hivi hatujui alipo. Hebu ngoja niwaulize. Jisemea pale Kamra Ibrahim Squala, na hapo sasa wakati anaangalia yale makabrasha, yani sehemu ambapo walipokuwa bwana Vinod alikuwa amesaini kuhusiana na kupatiwa ulinzi kwa mwanadada Kamra, aliona sasa pale aulize kuhusiana na ulinzi kuhusiana na bwana Vinod. Lakini kiongozi, hebu samahani, naomba niulize, kwa hali niwekea ulinzi mimi tu lakini yeye akaacha kujiwekea ulinzi? Hiyo taarifa siruhusiwi kuitoa kwa wakati. Kampuni ya Njari Security iligoma kumpa taarifa zile moja kwa moja kwa sababu walijua kabisa kwamba kama watamueleza Kamra kwamba walikuwa wameweka mlinzi wa siri, lazima Kamra angejiuliza sana, angewauliza maswali mengine kwamba huyo mlinzi wa siri ana taarifa gani kuhusiana na kupotea kwa bwana Vinod. Na kufikia hapo sasa Kamra angehoji sana na akaharibu swala zima la uchunguzi wa kampuni ile kuhusiana na ni wapi mahali alipo bwana Vinod, kwa sababu Kamra asingeweza kulinyamazia. Ni lazima angetaka huyo mlinzi atoe taarifa rasmi na aeleze ni kwa nini alishindwa kumlinda Vinod mpaka akawa ametoweka. Taarifa hiyo siwezi kuitoa sasa hivi. Lakini nimependa kukupa hiyo taarifa kuhusiana na upande wa wewe kwamba tayari wewe uko kwenye nataka kusema kwamba wewe ni mteja wetu tayari. Ila kuhusu habari ya yeye, hili jambo tayari ni mtu ambaye ametekwa, liko polisi na kadhalika na kadhalika. Kuna mambo hatupasi kukueleza kwa wakati huu. Hapana, lazima mnieleze mimi ni mke wake. Unasikia dada, tunafahamu yote hayo, lakini kuna taarifa hutazipewa wewe kwa sababu za kiuchunguzi. Na kumbuka sisi sio jeshi la polisi, sisi ni kampuni binafsi. Kwa hivyo hatuwezi kabisa kukupa taarifa zingine. Ni taarifa ambazo ni za kiuchunguzi. Sawa. Lakini hii si sawa hata kidogo. Nakubali tu, kwa sababu mmegoma kunipa taarifa. Mimi nina maumivu, nina machungu sana. Mtu ambaye nakaa naye ndani sijui mahali alipo. Msikilizaji, Kamra alilalamika, lakini pamoja na malalamiko yake bana, hakuna kitu chochote ambacho kilichobadilika. Mambo yalibaki vile vile. Sasa hapo Kamra ilibidi aondoke pale akijua sasa kwamba ana ulinzi. Kila alipouliza kwamba aweze kuambiwa mlinzi wake, aliambiwa pana ni mlinzi wa siri, kwa hiyo uweze ukaambiwa. I say mlinzi wa siri bana, ungekuwa ni kule huku kwetu Swahilini tungeamini kabisa kwamba bana huo ulinzi wa siri huo ni ulinzi wa kichawi. Hamna bana, kuna ulinzi wa siri msikilizaji, ulinzi ambao unatolewa kwa mtu
unalindwa bila wewe kujua. Yaani kuna watu tu wapo mahali wanakulinda na wewe hujui kabisa kwamba wanakulinda wewe. Vile vile tu kama mtu ambapo anapotaka kukufuatilia, labda anataka kuangamiza au kutaka kufanya nini, anakufuatilia bila wewe kujua. Ndio hivyo hivyo hata katika ulinzi. Hakuna ulinzi wa mtu ambaye unakuwa ni ulinzi wa siri. Basi bwana, mwanadada Kamra alitoka pale na kurudi nyumbani. Mambo yalikuwa ni moto sana kichwani mwake. Amani alikuwa hana. Siku ya kwanza na siku ya pili ilipita. Aliona sasa kama kuna zidi kutulia hivi, kuna zidi kunyamaza, na alikuwa hajui kabisa kwamba Vinod yuko wapi. Jeshi la polisi halikuwa na taarifa nyingine mpya. Kamra alizidi kuchanganyikiwa, akaanza kuwaza. Lakini pia watu wengine wanapoteaga hivi. Jeshi la polisi linasemaga linafanya uchunguzi, lakini mtu huyo anakuwa hapatikani, na unakuwa ni uchunguzi, siku zinaenda, mwezi, mwaka, miaka. Sitaki ile jambo lije litokee kwa Vinod. Vinod ananipenda sana. Japokuwa huyo mtu haonyeshi moja kwa moja kukubali kwamba ananihitaji, lakini huyo mtu ananipenda kiukweli. Ikiwa huyo mtu atapotea moja kwa moja, nitakuwa nimepoteza mtu muhimu sana katika maisha yangu. Siwezi kukubali kumpoteza. Anasimama na mimi kila wakati mbaya. Siwezi kukubali kumpoteza. Lazima nipambane. Nitafanya njia yoyote kuhakikisha kwamba Vinod anapatikana. Lakini najua tu huyu ni baba yangu, ndiye ambaye anayefanya haya mambo. Lazima babangu ndo anayehusika na haya mambo. Ikiwa alinuia kunifanyia kitu kibaya mpaka kutaka kuniua mimi, atashindwa kumfanyia Vinod kweli? Lakini si bora ningemaliza mimi kuliko kuhusika na mtu mwingine ambaye hajawahi kuingilia mambo yao ya familia. Hapana, sitakubali. Hapana, siwezi kukubali. Hivi lakini babangu nimemkosea kitu gani kikubwa kiasi hicho? Huko polisi anahonga. Wanaleta vitisho mpaka kwa waandishi wa habari, wanashindwa kuongea hili jambo kweli. Naona pameanza kunyamaza. Vinod anaweza akapotea kabisa. Ngoja niende. Sijui niende wapi. Anyway, ngoja niende kwa Salome. Ngoja niende kwa Salome tukajadili tujue tunafanyaje. Msikilizaji, bana Salome siku hiyo bana alikuwa amebanwa sana na kazi. Wale jikuta kwamba toka waongee kwa njia ya simu na mwanadada Kamra, walikuwa hawajawasiliana sasa tena, ni kuona na ana kwa ana. Ilibidi sasa mwanadada Kamra yeye ndiye atoke pale nyumbani, na hivyo kufika mpaka nyumbani kwa mwanadada Salome. Alipofika pale walianza mazungumzo, lakini Salome alimuona Kamra akiwa yuko kwenye hali mbaya sana. Sio siri, wote walikuwa wana hali mbaya, lakini sasa Salome ilibidi ajikaze kwa sababu alifahamu kabisa kwamba ikiwa atalegea na yeye basi atashindwa kumsaidia mwenzake. Akaanza kumpa moyo Kamra, kumwambia, "Hili jambo subiri tu, kwa sababu muda wowote litaanza kuviral, kwa sababu tayari kuna mtu ambaye yuko ndani ya kampuni ya Change and ya taasisi ya Change and Rebuild Tanzania. Nilimewasiliana naye na wamesema kwamba wanalifahamu hili jambo toka mapema sana, na walikuwa wanaandaa statement nzuri ya kulitolea ili serikali iweze kuwajibika." Baada ya maneno yale, kweli Kamra na yeye aliona sasa kuna unafuu
baada ya kuambiwa maneno yale. Hapo hapo muda haukwenda sana, ukurasa rasmi wa Change and Rebuild Tanzania wa Instagram ulitoa taarifa ile nzito sana, huku ukianza kulifanya lile jambo viral na kueleza jinsi ambavyo limegubikwa na rushwa. Walikuwa wanamsonda kidole moja kwa moja mzee Ibrahimu Skwala kutokana tu na kwamba tayari ni mtu ambaye alikuwa anahusishwa kwamba amekula rushwa, anatoa rushwa nyingi sana kwa mapolisi, na hivyo mapolisi kushindwa kufanya jambo ambalo mzee Ibra hajataka lifanywe kazi. Zilianza kuwa nyingi mitandaoni. Kelele zilivyozidi kuwa nyingi, sasa pale ndipo hata Kamra akaona kidogo afadhali. Alianza kuona afueni kwa sababu tayari jambo lake lilikuwa lipo, angalau kwa kila mtu ambaye anatumia mitandao ya kijamii alikuwa analifahamu lile jambo, ama ameliposti yeye mwenyewe au amecomment au amelike au vyovyote vile, lakini lazima limepita kwenye macho ya mtumiaji wa mitandao mbalimbali ya kijamii. Aliona sasa hapa ndipo patamu. Mjadala ulikuwa ni mzito. Watu wakawa na hoji. Hivi lakini kama huyu Vinod ndio mtu ambaye yuko karibu na Kamra, kwa nini sasa familia hii inakuwa inaandamwa na matatizo sana? Watu wengine wakawa wanatoa comment. Wewe unaishi kwani hujui kwamba Ibrahimu ana vita kubwa sana na mtoto wake? Kwa hiyo hataki jambo lolote zuri limtokee. Na sasa hapo ameona huyo Vinod huyo ndio mtu ambaye yuko karibu na Kamra, kwa hiyo ameamua ashughulike naye. Jamani, lakini nyinyi mtafungwa jamani, mbona mnaongea? Basi watu wakaanza sasa kuwatagi waandishi wa habari. Waandishi wa habari, kwa nini hili jambo hamuliulizi? Waandishi wa habari, yani siku ya ngapi leo toka Vinod yapotee hamjawahi kufanya mahojiano na Kamra? Sijui ni wivu na nyinyi au kwa sababu wenzenu wanazaliwa kwenye familia ya kitajiri? Basi watu wakawa na like sana comment zile ambazo zilizokuwa zinawachamba wale waandishi wa habari. Watu wakawa wanazilike sana, wana comment, wanawatagi waandishi wa habari, maneno yakawa ni mengi sana. Kamra baada ya kuona vile aligundua umuhimu wa vyombo vya habari sana. Alichukua simu yake na kuanza sasa kumpigia mtu ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba huyu ni mwandishi wa habari ambaye ni mwerevu. Hata hivyo na yeye alishangaa sana kwamba kwa nini Joseph Marwa mpaka muda ule alikuwa hajaanza kuandika sana maandishi mengi sana kuhusiana na kupotea kwa Vinod. Basi mwanadada Kamra alimpigia Joseph Marwa kutoka Sina Jambo Cam TV. Akampigia, akamweleza kwamba anahitaji waweze kuwasiliana, anahitaji aweze kubushia kipindi chake akilalamika kuhusiana na Vinod. Alimpigia tena Violet Peter, mwanadada huyu kutoka Utamu Tu TV. Akapigia waandishi wengi sana ili waweze kuja kwenye maongezi yake ambayo atakayokuwa anataka ayaongee kuhusiana na kulalamika kuhusu kupotea kwa bwana Vinod. Lakini waandishi wa habari wengi hawakufika. Badala yake alifika Joseph Marwa peke yake. Ndiye aliyefika. Na sasa maongezi yale yalifanyikia pale nyumbani kwa mwanadada Salome. Kamra alikuwa anaongea huku akiwa analia sana. Alikuwa anaongea huku akiwa analia sana kuhusiana na kupotea kwa mume wake huyu Vinod. Naomba sana mnisaidie kupasa sauti. Vinod ananiumiza sana moyo wangu. Mtu anapoteaje? Mtu anapoteaje kama kuku hivi? Yaani kama kuku tu ambaye amepita kicheche amemla imebaki manyoya kweli? Sijui anahusika nani, lakini naomba mnisaidie kupaza sauti. Nisaidie sana. Tutakurushia hicho kipindi kwa sababu hata sasa hivi tuko live YouTube na tuko live maeneo mbalimbali. Kwa hivyo watu wanaona kabisa unachokiongea. Nashukuru sana Joseph. Ninaumia sana jamani. Nashindwa hata kufanya kazi zangu. Sijui kwamba huyo mtu yuko hai au amekufa. Bora hata kama wangemuoa nileteni muone tu. Lakini sio kama hivi ambavyo wanavyoacha jamani Vinod. Kwani wewe na yeye mna mahusiano gani? Msikilizaji, swali lile lilikuwa ni gumu kwa sababu
Pamoja na kwamba Kambra alikuwa anafahamu kabisa kwamba yule ni mume wake, lakini ndoa yao ndo ile kama vile ambayo ni ya mikataba, kama ilivyoandikishwa kwamba ni muda fulani ndipo ile ndoa itakapofika imefika mwisho. Hakutamani pia vile vile hata baba yake aweze kufahamu moja kwa moja kwamba tayari amekwisha kuolewa na mtu yule. Hakutamani dunia ijue moja kwa moja. Lakini sasa kulikuwa hakuna namna, ilibidi aeleze tu. Akaongea ukweli. Sasa mwanadada Kambra akasema, mimi na Vinod ni mtu na mume wake. Vinod ni mume wangu. Sasa swala lile bwana lilichukua sura mpya sana kwa watazamaji ambao waliokuwa wako live. Kwa sababu mwanadada Kambra alieleza vizuri, akasema tulifunga ndoa, japokuwa hakueleza kwamba ndoa yao ilikuwa ni ya mkataba. Watu wengi sasa walishangaa. Wakasema aisee, pale ndipo sasa watu wengi waliposhangaa mno na kuandika sana kwenye comment, na huku wengi wakianza kuposti maeneo mbalimbali kwamba kumbe huyo mtu aliyepotea Vinod ambaye tulikuwa tunasema kwamba yuko karibu na Kambra, mtoto wa mzee Ibrahim Squala, kumbe sasa sio tu kwamba ni wako karibu, lakini kumbe ni mtu na mke wake, na wanasema kwamba wana ndoa. Basi msikilizaji, mitandaoni pakawa pamoto sana. Sasa habari ikawa sasa ni kuunganisha dots kuhusiana na tukio la Kambra kubilishwa sumu na tetesi kwamba baba yake au familia kwa ujumla ndio ambao iliyokuwa imempa sumu na kupotea kwa bwana Vinod. Hapa sasa ndipo palikuwa pameunganisha dots. Kwa kweli Kambra alifurahi sana kwamba kumbe kuna umuhimu mkubwa sana wa waandishi wa habari, kwa sababu kama asingekuwa yule mwandishi amekuja pale, pengine watu wasingeweza kuunganisha dots moja kwa moja na kugundua kwamba jambo lile baba mzazi wa Kambra anahusika nalo. Lakini sasa hata hivyo, upande mwingine wakati kelele zile zinaendelea, mzee Ibrahim Squala alijiuliza sana. Tuhuma zote zile anapewa yeye, lakini yeye na yeye anamtafuta huyo Vinod vibaya sana. Anamtafuta, lakini taarifa zote mitandaoni, tuhuma zote anapelekwa yeye kwamba yeye ndo kamteka. Lakini na yeye anamtafuta. Jambo lile lilimsononesha sana baba huyu mafia mtata Ibrahim Squala. Aliumia sana kuona zile taarifa. Akawa anajiuliza, hivi kweli kama ningekuwa ni naye mimi, maneno yote haya yanayoendelea singekuwa ni raha sana? Kwa sababu angeongea, lakini ningekuwa najua kabisa kwamba kuku wangu ni naye nimemkamata. Lakini sasa hivi napigwa maneno mengi sana, lakini huyu mtu sina. Na inawezekana kwamba hawa akina Membe ndio ambao wamefanya huo utaratibu wa kumficha. Napokea matusi mengi sana mitandaoni. Sijui kama Katampamo itaendelea kuwepo kwa kashfa hizi ninazorushiwa. Kampuni yangu inakwenda kufa moja kwa moja. Hakuna mtu ambaye atatamani kufanya biashara na mtu kama mimi. Bora hata basi ingekuwa ni kweli. Lakini sasa kampuni inakwenda kufa, alafu huyu mpumbavu sijamkamata, na watu niliowapa kazi hawajui mahali alipo. Hata kama hii kampuni itakufa, lakini itakufa na watu. Hilo ni hakika kabisa. Ikifa itakufa na watu. Au hii kampuni niuze kabla haijafa. Niuze, niende nikanunue hisa katika kampuni nyingine. Lakini nitakuwa nimezorota sana. Nitakuwa nimekondeana sana kwa kweli. Nitakuwa nimepungukiwa sana na nitakuwa nimefirisika pakubwa sana nikiuza hii kampuni. Kwa sababu kama nitaiuza hii itabidi niuze na kampuni tanzu pia. Alafu haya yote yanayosababisha ni mpumbavu mmoja tu. Huyu Kambra nitakapomkamata huyu,
Okay. Mti mwema ndio unapigwa mawe. Ngoja nipokee tu haya. Huu ni wakati wangu wa mateso. Lakini cheka mwisho ndiye anayecheka sana. Ngoja niteseke na haya maneno, lakini nitahakikisha kwamba hawa nguruwe nikiwakamata watalia zaidi ya ninavyolia mimi, na utakuwa ndio mwisho wao. Tampamo nilitesekea sana. Saifi inaharibika kwa mteremko mkali sana. Hebu angalia huyu naye ana comment upumbavu gani, alafu anatag. Hebu angalia. Msikilizaji, mzee Ibrahim Squala alikuwa anaangalia mtu ambaye alikuwa amemtagi, na sasa anaona akawa anatukana sana pale yule mtu. Akawa anasema huyu mzee huyu Ibrahim Squala ni mtu ambaye pesa yake ni ya damu siku zote. Sasa angalia, anamuonea wivu mpaka mtoto wake kuolewa na Vinod. Ameamua kumteka Vinod. Sasa kama anataka si angeolewa na yeye na Vinod mpaka muonee wivu binti yake? Ama kweli dunia ina mengi. Msikilizaji, ile comment ambayo iliyokuwa imeandikwa na huko mzee Ibrahim Squala akiwa ametagiwa pale ili aweze kuona, ilikuwa imemkasirisha sana mzee Ibrahim Squala. Kuambiwa kwamba anamuonea wivu Kamra binti yake, na hivyo ni bora tu kama ni kuolewa angekubali aolewe yeye badala ya yule. Pale naye akashangaa. Akaona ebo. Alizidi kufahamu kwamba kumbe Vinod alikuwa tayari amemuoa mwanadada Kamra. Hakuamini. Alichunguza taarifa zote na kugundua kwamba ni kweli Kamra alikuwa ameolewa na bwana Vinod. Hapa sasa ndipo ambapo alipogundua kwamba ni kwa nini Vinod alikuwa yuko karibu sana na mwanadada Kamra. Kumbe si tu kwamba wanafahamiana au wako karibu wanafanya kazi pamoja, lakini alikuwa ni mtu na mke wake halali kabisa. Mzee Ibrahim Squala alibaki na msongo wa mawazo, usiku hasira zikiwa zinampanda sana, akitamani kufanya jambo zito sana kwa Vinod, lakini kwa bahati mbaya Vinod alikuwa hamuoni. Alikuwa anatamani kufanya jambo kubwa sana kwa Kamra, lakini alikuwa hana uwezo wa kumpata Kamra. Bado Kamra alikuwa yuko kwenye ulinzi mkubwa sana kutoka Njari Security, ulinzi ambao hata watu ambao walikuwa wamepewa kazi ya kumkamata walikuwa wanafahamu kwamba kuna ulinzi ambao hata wao hawajui moja kwa moja, lakini wanajua kabisa kuna mtu ambaye yuko kwenye ulinzi, kwa sababu walikuwa wanafahamu jinsi ya kumjua mtu ambaye analindwa kwa siri. Msikilizaji, upande wa mwanadada Stella alikuwa naye yuko kwenye wakati mgumu sana. Alikuwa anajiuliza ni mtu gani huyu ambaye alikuwa amemteka Vinod. Alikuwa anajiuliza kwamba watu wake wale ambao waliokuwa wamekubaliana nao ili waweze kufanya tukio zito kuhakikisha kwamba wanamwangamiza Vinod, wamemweleza kwamba hawajafanya hivyo. Sasa Vinod yuko wapi? Vinod katekwa na nani? Aliona ipo haja ya kukaa na kuongea pamoja na mwanadada Lambda ili waweze kujadili pamoja na mama Squala, yani mama mzazi wa Kamra, pamoja na Lambda, ili waweze kujua ni nini cha kufanya ili waweze kumpata. Yani waweze kumpata Vinod ili waweze kumshughulikia. Bado kizungumkuti kilikuwa ni kikubwa sana. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kwamba Vinod yuko wapi. Mzee Ibrahim Squala ana hasira na mtafuta. Upande wa bwana Membe naye anataka kufahamu mahali alipo. Watu ambao walikuwa na mwanga kidogo tu ilikuwa ni kampuni ya Njari Security, kampuni ambayo ilikuwa ina kazi ya kumlinda kwa siri bwana Vinod pamoja na Kamra. Sasa wao kidogo walikuwa na fununu kidogo kwamba angalau kuna gari, kuna mtu, kuna nini. Lakini hao wengine wote walikuwa wanaona ni giza tu. Hakuna anayejua kwamba Vinod amepelekwa wapi. Waandishi wa habari walizidi kuanza kulitafuta hili jambo, lakini kwa namna ambayo ilikuwa ni namna isiyo ambao walikuwa wanataka isiwalete matatizo. Lakini kwa upande wa raia, bwana wao walikuwa wanaandika na kuwatagi jeshi la polisi, kutagi viongozi baadhi ambao wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika na kadhalika. Raia walikuwa na hasira kubwa sana. Kampuni ile, yani ile taasisi ya Change and Rebuild Tanzania, ilikuwa inasukuma agenda ya kumtafuta Vinod vibaya sana. Ni ukweli kwa namna ya siri,
wanafahamu kabisa kwamba yule ndiyo mkuu wao wa kazi. Ile taasisi ni taasisi yake kabisa. Lakini walikuwa wanafahamu watu wachache sana, akiwepo Musa Ismaili ambaye ndiye mtendaji wa taasisi ile ya Change and Rebuild Tanzania. Walikuwa wanasukuma agenda kwa kasi sana kuhakikisha kwamba anafahamika kwamba Vinod yuko wapi. Lakini siku 4 mpaka 5 ziliisha, hakuna aliyekuwa anafahamu kwamba Vinod yuko wapi. Je, Vinod yuko wapi? Msikilizaji, endelea kwa pamoja na sisi bwana ndani ya makala simulizi. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya 18 ya Mrembo Kamra. Tukutane katika sehemu ya 19. Aisee, kuna mambo yanaibuka mengine hapa. Aisee, sijui nitufanyaje, lakini anyway, endelea kuwa na sisi, tukutane katika sehemu ya 19 tuweze kufahamu ni nini ambacho kinaendelea. Aisee, hii ni makala simulizi na aliyekuwa anakuletea simulizi hii ni BHB wa makala simulizi. Usiache kulike, usiache kutoa comment, usiache pia kushare kwa wenzako katika magrupu ya WhatsApp, Instagram na kadhalika, Facebook, ili uweze kupata wewe pamoja na wenzako simulizi hizi bomba. Na kama wewe ni mgeni katika channel yetu, basi usiache kubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii ili uweze kupata simulizi hii na zingine kila wakati. Tutakwenda kidogo, lakini baada ya siku chache zijazo tutarudi katika speed yetu ya kawaida. Bye bye. Tukutane sehemu inayofuata.